Ya leo tutajifunza nimesema kichwa cha somo nimesema libebe neno kwa mtazamo wa uumbaji. Libebe neno kwa mtazamo wa uumbaji. Huku tukifahamu kabisa kwamba neno ni ofisi ambayo inajitegemea, ambayo ikisimamishwa mahala huwa inafanya kazi pasipo mipaka yoyote. Amina. Kwamba yenyewe haina mpaka wa kilomita wala mpaka wa ukuta. Pale unapolitamka neno uwe na uhakika kuna kitu umekiumba. Amina, wana wa Mungu. Amen. Amina. Amen. Kwamba hili lenyewe linapenya katika roho, afu matokeo utaona katika damu na nyama. Ndio maana mama alisisitiza kwamba ni muhimu tuwe na kumbukumbu, kwamba unaandika kile kitu, labda una maombi yako fulani, ni vyema uandike kwamba kuna kitu fulani unaombea. Unaweza kutembea katika maombi ukaomba ukaona tamka, ukaona lituma lile neno linaenda, baadaye Mungu amejibu, wewe umeshafanya nini? Umeshasahau. Au lao umekata tamaa. Kwa hiyo ni vizuri sana tuwe na kumbukumbu, tunajitunzia kumbukumbu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo maanake hata katika neno kuna uumbaji nimesema. Maanake katika huo uumbaji uwe na uhakika kuna kuumba nuru au kuna kuumba giza, kwa sababu hayo mamlaka sisi tumepewa. Wewe mimi naweza kutumika kuumba giza au nuru. Amina. Amen. Lakini sisi tumetengwa, ni watakatifu ambao tumetengwa kwa ajili ya kuumba nuru au kuidhihirisha, kwa sababu nuru tayari ipo, sisi tupo kwa ajili ya kuidhihirisha ile nuru. Amen. Na tupo kuidhihirisha katika maeneo yote, sio rohoni tu bali hata mwilini, sio katika familia zetu tu, hata katika jamii pia inayotuzunguka. Lazima hiyo nuru tuweze kuidhihirisha. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa hiyo tunapopata fursa ya kuongea mahala, tujitambue kwamba sisi ni kina nani. Na neno lilo nao litoa fahamu kabisa kuna kitu na kiumba. Mungu anaweza kuweka kwenye kikao, tusichukulie poa, anasema. Tujue kabisa kile kikao, jamani, tumeenda kwa kusudi maalum. Kwa hiyo hata pale tutakapopata fursa ya kuchangia, naomba tujue kabisa lile utakalotamka litakuwa ni uumbaji, kuna kitu umeumba. Amina. Kwa hiyo kwenye vikao tuwe na utulivu hali ya juu, tukimsihi Roho asemezane na sisi kwamba tuongee nini kwa wakati gani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna nyakati Mungu anaweza kuruhusu kwamba waongee wengine wote, watamke, afu wewe ufunge kwamba yale uyabatilisha, afu utakalosimamisha wewe ndio ufanye nini? Lisimame. Pia hiyo ipo, nimewahi ku experience. Nilikuwa na shauku ya kuongea lakini nikashangaa nimepigwa pini, lakini baadaye nikaja nikatamka kwa namna, nikakemea yale yote ambao wao waliyapendekeza, afu la kwangu akasema hilo limepita. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini haya yote yanafanyika kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jumapili iliyopita mtumishi alituambia kuna muda shetani anatengeneza mazingira ili sisi tuumbe uharibifu. Amen. Anatutengenezea mazingira ili sisi tuumbe uharibifu. Na wiki hii nilikuwa natembea na hilo ombi, nilikuwa namwambia Mungu, usiruhusu nitengenezee mazingira ili niumbe uharibifu. Kwa kazini nilikuwa nashangaa watu wanainuka wanakuja wanambia, Mayolo, bosi fulani kufanya naye kazi ni hatari, anataka kuloga. Kwa kuanzia Jumatatu na yule mtu ni kama alikuwa anajitenga. Nikiwa naenda labda kukula tunaongozana. Unajua bana, mimi mwenyeji hapa. Yaani fulani na fulani wachawi, usikae nao karibu, yani watakuloga. Mimi kwambia kwangu hawawezi. Kwa sababu neema ya Mungu na neema ya Mungu. Sema hilo ndio la msingi baada kukomaa kusali. Kwambia hapana, sio kukomaa kusali, hicho ni ufahamu. Mimi nimemfanya nini mpaka niloge? Amen. Kwa hiyo hayo tulioomba Jumapili iliyopita, mtumishi Neema alikuwa anatuongoza hapa kwamba tukatae shetani kututengenezea mazingira ya sisi kutamka uharibifu. Yesu asifiwe. Maana hapo bado tunakuja pale. Huyu alikuwa ni TBS, sina namna ya kumchukia. Ule ni mwili tu ambao ile roho ilimuingia kwa ajili ya kunitesti mimi ili kuleta uharibifu. Amen. Kwa hiyo maana hata unapoona disturbance kutoka kwa mtu yoyote, huna haja ya kumchukia. Ule ni mwili ambao umeacha nafasi, roho ovu ikaingia, ikapata nafasi. Kwa nini amtumie huyu asimtumie yule? Ni swali pia la kujiuliza. Amen. Amen, wala Mungu. Kwa hiyo pia lazima
tuyaelewe. Unajua tupo katika jamii, lazima tushiriki vitu. Lakini kila kitu unachokifanya uwe na sababu. Na ujue unafanya kwa kumaanisha nini. Nimewahi kuambia watumishi pale kanisani waliletaga fomu ya kujiunga kwenye kikundi cha kufa na kuzikana. Ilikuwa mwaka 2020, kipindi kile nilipo katibu. Kufa na kuzikana. Mimi nikasimama kama katibu nikasema jamani, hivyo mfuko marufuku kujiunga. Kufa na kuzikana ipo siku utachangia wenzako, utakuja uingie tamaa. Utatamani ndugu yako afe kwa sababu ili wakufanya nini? Wakuchangie kwa sababu unachoka. Hujawahi kuchangia, hujawahi kufanya nini? Kuchangiwa. Amen, wana wa Mungu. Kwa hiyo haya yote ni nini? Ni mazingira. Kwa hiyo wana wa Mungu mimi niliwakataza. Walioelewa wakawa wameelewa. Ila hawakosekanagi ambao waelewa napita nyuma ya pazia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maana hata sisi vikundi tunavyojiunga tuangalie kina jina gani? Kina maana gani? Kina kusudi gani? Sikukatazi kujiunga kwenye vikundi, ila angalia maana na kusudi la pale. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Tusije tukaangamizwa kwa kukosa maarifa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika maisha yangu mimi sinaga plan B. Na hiyo tendency naiua. Mimi lakini kama bado unaendelea nayo, endelea nayo kwa sababu hivi vitu usikichukue ghafla. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna muda tunaweza tukao tunaenda, inabidi neema ya Mungu pia kufanya nini? Kunielewa. Kama kitu tumeomba, tumemsii Baba afanye njia, tunaenda kule. Kwa nini tuna plan B? Kusema au ikikosekana, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninacho na naendelea kuifundisha akili yangu kwamba hakuna haja ya plan B. Kama tumeagana na Baba, kama tumeagana na Roho Mtakatifu, kwa nini niwe na mashaka naye tena? Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maana yake mahali popote napoenda sasa hivi na uweka ufahamu wangu. Kwa hiyo hata dada Margaret kama sehemu naenda, hata kama mmeo ni mwenyeji wa pale na title, mimi sitomtazama yeye, nitamtazama nani? Kristo. Kwa sababu nisije nikatengeneza mazingira ya kulaumiana na dada Margaret, ya kulaumiana na mume wake. Kwamba tunafahamiana naye kabisa, amenikaushia na akawa ananipita kama anijui. Bwana Yesu asifiwe. Hii nakwambia kwa sababu mwaka 2022 nilikutana na kijana wa waziri wa ulinzi. Akaniambia ni Mayora haina shida na mwili wako wewe jeshi linakuhusu. Mama akija hapa nitampa jina lako. Na mimi nikawa sina kazi, kwa hiyo jicho lote likawa kwake. Kweli muda umefika, nikawa nampigia simu akawapokea. Nikimtumia message WhatsApp, brother vipi? Tiki za blue hajibu. Kwa hiyo ile pale kaniondolea mimi lawama kumlaumu mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mshikilie Mungu. Mshikilie Roho Mtakatifu. Yeye ndo atakayemshurutisha. Dada Nice alifundisha kwamba mtu anapopewa viatu anayeshukuriwa ni nani? Ni Mungu. Kwa sababu yeye yule ambaye alikuwa ana uhitaji na viatu alienda kwa nani? Kwa Mungu. Mungu akakushurutisha wewe umpatie nini? Viatu. Kwa hiyo sifa zinamrudia nani? Mungu. Kwa hiyo hata kama tuna uhitaji wa kitu fulani ni vizuri tukaenda kwanza kwa Mungu, alafu Mungu amshurutishe huyu aliyekusudiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Wiki hii nilikuwa na tafakari hii issue ya kulibeba neno katika mtazamo wa uumbaji. Samahani, naomba nirudi huko. Kipindi kile tuko duniani. Amen. Unajua kipindi kile tunatongoza mabinti, ilikuwa kikitumia message na kupenda sana ile message. Tukaisoma mara mbili. Unajua binti ananipenda, karata imetiki. Wanaweza siwe sana. Wanaweza siwe. Yaani kuna ile hapa karata ishatiki, mimi napendwa. Ukitumia message, jamani baby vipi mmekula? Unaumba kabisa ile picha na unabeba uzito. Huyu nikimooa mambo ya kula nitakuwa ananichukulia care. Sijui unaona? Yaani tunaumba tunaenda mbele tumeshapata picha. Jamani sio zaidi ya neno la Kristo. Amen. Amen. Sina maana kukufurahisha, bali nataka nikuvute kwamba ulibebe uzito ile neno la Kristo. Amen. Anaposema mimi nitafanya njia pasipokuwa na njia, basi tengeneza picha kumpatia Mungu utukufu. Usitengeneze movie kwamba Mungu atafanya kwa Mungu sasa tengeneza picha ambayo itampatia yeye mwenyewe utukufu, ambaye amesema atafanya njia pasipo na nini? Na njia. Kama vile tulivyokuwa tunaumba kwa wapenzi wetu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndio maana hiyo pia ilitumika kama njia watu wengi wafurahi ndoa. Hasa mabinti. Mimi kabla sijaokoka ilikuwa binti akiniambia anakupa moyo wako. Moyoni yani ninakufukuzia sina namna ya Sijui mnanielewa. Kwa mimi ukiniambia si nakukabidhi moyo wangu bwana, mambo ya mioyo mimi sina. Namshukuru Mungu hicho alinifunulia. Kwa unakuta mabinti wengi wanatamkaga mambo kabidhiana moyo na ndio unakuta na majeraha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu sensitive sana ambacho unaweza kukichukulia poa, lakini ni mbegu kubwa sana ambayo umeipanda wewe mwenyewe. Amen. Kumbe hana moyo. Alishawacha kwa jamaa. Sasa kama hivyo nyinyi nilikuwa sina time ya kubeba moyo wa mtu. Amen. 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 Wana wa Mungu tuko pamoja. Amen. Kwa hiyo maana yake ninachokurudisha hapa ni kwamba neno la Mungu ulibebee kwa uzito. Anaposema yeye ni mfariji, naomba uelewe kweli yeye ni mfariji katika hiyo changamoto yako. Anaposema yeye ni mponyaji, naomba elewa, tafakari kwa yeye ni nini? Ni mponyaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua tuliumbwa ili tumiliki. Lakini sio kila kitu kilichoumbwa tumeambiwa kumiliki au imetupasa kumiliki. Amen. Kila mmoja ana saizi yake ya kumiliki kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Na kumiliki manake ni kuwa na kitu na kuwa na mamlaka nacho juu ya matumizi. Hapa kwenye matumizi naomba uvutike kwa ajili ya matumizi yenye kuleta utukufu kwa nani? Kwa Mungu. Hatumiliki vitu ili tu jamii tuone. Ana magorofa alafu. Amen. Kwa hiyo katika umiliki wetu naomba turudi kwa ajili ya utukufu wa nani? Wa Mungu. Sio tu kwa luxury zetu au kwa ajili tu ya kuonekana kwamba na sisi tuna vitu. Amen, wana wa Mungu. Amen. Amen. Na kitu chochote ambacho unatembea katika cheni ambayo Mungu ameamuru umiliki kulingana na wito wako na kusudi lako, utamiliki. Haijalishi nini. Changamoto inakuja hapa tunapotoka cheni, nje ya cheni. Amen. Iko hivyo wana wa Mungu, hata makanisani. Niliwahi kutafakari. Mimi nipo hivyo, waga nafundisha. Amen. Amina. Amen. Kwa hiyo mimi mtu anapofundisha waga natamani endelee, naendelee. Amen. Kwa sababu waga naandika baadaye natafakari tena napata masomo tena ndani. Yaani somo ndani ya somo. Amen. Nikaja nikaangalia hata wanakwaya, kumbe watu wakiwa naimba ngoma ikichanganya waga watamani tuache. Amen. Wanatamani tuimbe. Waleza sisi. Nikaja nikajua hata wainjilisti na wenyewe wakihubiri wakipita watu 5 afu kule wamebaki 100, anatamani aendelee ili idadi ifanye nini? Iongezeke. Sisi tuko pamoja. Yeah. Au sijui hiyo hali ile kukukuta. Katika kada ambayo Mungu amekupa. Amen. Amen. Kwa sababu nakumbuka pale kanisani tulikuwa tuna dada mmoja anaitwa Eliza. Mpaka alikuwa anaomba jamani baba tuongeze wimbo mmoja, ni mwimbaji. Na kwenye mazoezi alikuwa Hamisi. Amen. 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 Nilikuwa nasema kwamba katika kumiliki ili umiliki kitu lazima utembee katika cheni ambayo umeumbiwa. Amen. Ukitoka nje ya cheni uko unalazimisha kumiliki vitu ambavyo Mungu hajakusudia. Nje ya cheni ndo hapo mahangaiko yanapokuja. Na Mungu jamani tunaenda kwa hoja. Amen. Amen. Kwa hiyo maana yake kitu chochote ili ukimiliki lazima uwe na nia madhubuti na sababu. Yaani nia iliyoambatana na sababu. Amina. Amen. Mungu nataka nifungue shule. Sababu niwe nafundisha watoto na neno lako litafundishwa hapa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kingine nitatengeneza ajira. Watu watapata hapa nini? Ajira. Inaweza kuwa sababu nzuri lakini wewe hujaandikiwa hiyo. Amen. Amen. Unajua kuna vitu vingine unaweza kuambiwa stop na ukapata amani. Umepeleka proposal kwa Mungu na amekwambia hiyo achana nayo. Natamani ufungue shule, mimi natamani ufungue hospitali. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Amen. Sio kila upinzani ni shetani. Kuna upinzani mwingine ni Mungu anakuwa amezuia yeye mwenyewe. Kwa sababu kila mmoja kuna stamina fulani ya kustahimili Mungu ameiweka ndani yako. Amen. 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 Tuko pamoja wana wa Mungu. Amen. Alafu kitu kingine maana yake pale uhalali.
Kila kitu wana wa Mungu tunachomiliki lazima uwe na uhalali. Kwa hiyo hata hapa Geoffrey amejenga nyumba lakini ana hati za manunuzi ya hichi kiwanja. Amen. Mama pale amenunua kile kiwanja, ana hati, kwa hiyo ana uhalali na kile kiwanja. Sasa sisi wana wa Mungu uhalali tunaupata katika Kristo. Ingawa kuna uhalali hata katika njia za giza pia. Lakini fahamu kabisa unaweza kupata katika uhalali wa njia za giza, lakini Kristo ndio top, yuko juu pa. Amina wana wa Mungu. Amen. Amen. Kwa kitu chochote unapoenda kudai lazima ujue uhalali wa kukimiliki wewe ni kipi. Una uhalali gani wa kumiliki kitu? Sasa hapo ndio shetani pia anatuchezeshea mipaka. Amen. Amen. Shetani ndio anatuchezeshea nini? Mipaka. Tunakuwa tuna mikutano mizito sana. Jana nimwambia Alfred, nikamwambia Alfred, ndani ya kichwa chako kuna mwenyekiti, kuna mtunza kumbukumbu. Amen. Kuna mhasibu. Kwa hiyo Alfred, mikutano inayoendelea si ya nchi. Amen. Kwa hiyo unaweza kuwa unataka umiliki jambo, mtunza kumbukumbu anakuletea, mbona hii jambo alipo haliwezekaniki? Amen. Mhasibu anakuletea, kuna budget ya hivi. Amen. Kwa hiyo tuna kada zote kichwani, ni wewe utakapoamua, na wewe ndio mwenyekiti. Ukisema mhasibu kweli umesema budget execute, basi tuliache na tunache. Amen. 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 Amina mwana wa Mungu. Mtunza kumbukumbu anataka, wewe mbona design hiki hujafanya, kumbukumbu zinasema hiki. Ni kweli, ngoje tuachane nao. Amen. Lakini tunaambiwa sio mimi naishi bali Kristo ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo uhalali wetu lazima tuuelewe. Una uhalali wa kulala usingizi mtulivu. Una uhalali wa kutosumbuliwa na mavumbi. Amen. Amen. Shuleni kipindi kile mimi niko shuleni, nakumbuka watu walikuwa wanagombana kisa taa. Mwingine akamwambia bwana, mimi sijamaliza kusoma notes, inabidi niwashe taa. Mwingine anasema mimi siwezi kufanya nini, kulala bila taa. Ninaona kusema wewe taa utanizia mimi kulala, amina, na nalala. Kwa mimi nikawaga sina ugomvi nao, wawashe wasiwashe, mbona brother Mayolo amelala, ni yeye sasa, sio mimi. Watagombana, lakini nimefanya nini? Uhalali. Lazima mindset yako iwe usiendeshwe na vitu. Wewe ndo top. Mungu amekuamini, amekupatia mamlaka. Maneno yasifiwe sana. Maneno yasifiwe sana. Kuna mchungaji mmoja alikuwa anapita sehemu, kukawa kuna mbwa. Yule mbwa akaanza kuja mbio, anataka amvamie. Amemkaribia mchungaji pale, baki kidogo tuanze kukimbia, ila baadaye ufahamu ukaja. Sasa alikuwa simpatii picha. Kwa hiyo mbwa hiyo alipokaribia akamwambia, "Wewe ni umbaji." Yule mbwa akapiga breki, akarudi aliko toka. Ile mwenyewe anasema kwa jinsi yule mbwa alivyokuwa anakuja, libaki kidogo tu mchungaji aamshe. Wala sio. Kwa hiyo ndivyo hata vitu ambavyo inabidi tumiliki tunavyotishiwa na tunaondoka. Amina naona Mungu. Amen. Amen. Hiyo yote inategemea na unajitambua kwa namna gani. Siku nyingine tulikuwa tunamkesha, alienda Mwanza, akawa ana kikao. Inabidi aje aendeshe mkesha. Akamwambia, "Baba, nahitaji usafiri wa kunipeleka haraka Magu ili niendeshe mkesha. Wanao wananingoja kule." Akakaa. Ikaja Haria nyeusi. Naenda Msoma, akasema mimi naenda Magu. Akasema basi panda brother. Alipoingia tu akasema kwamba sasa hili gari baba litatumika kwa ajili ya utukufu wako, asipakie abiria yoyote. Kweli wamefunga mlango, wameanza safari. Jamaa akaona abiria, ngoja niokote. Basi akachomoa, akaondoka. Vituo kama vitatu akawapita abiria na akakimbia, akamwaisha mtumishi. Lakini yoyote inakuja kutokana na nini? Na kujitambua. Alikuwa na nia gani? Hiyo nia ilibebwa na sababu gani? Nia yangu ni wahi mkesha, sababu wanao wananingoja kule, na mimi ndo nimepewa dhamana ya kuwa mchungaji kule. Amen. Amen na Mungu. Kwa hiyo akawahi pale na mkesha tukafanya, tukampa sifa, heshima, utukufu nani? Baba yetu. Katika kumiliki wana wa Mungu kuna issue ya kujitambulisha. Amen.
kuna issue ya kujitambulisha. Maana hapa sasa ni kuwaweka malaika wakae kazini. Kwa hiyo unakuta wana wa Mungu ana nia na ana sababu yake nzuri kabisa, ana uhalali wake mzuri kabisa ni kujitambulisha hapo. Sio. Unakuta mpendo anajitambulisha katika vitu vingi. Ameingia kwenye maombi ya dagaa, amejitambulisha malaika wa dagaa amesimama. Nguo zinalipa, malaika wa nguo. Kwa unakuta una viporo vingi, yani mpaka malaika wanabaki wanakushangaa, unajua. Unaweza na hichi kiwanja na kimiliki na kikamata na malaika simama mashariki magharibi, asiwepo mtu hata kukunua. Kweli malaika wanasimama na kusubiri wewe. Unalala mbele. Yesu asifiwe sana. Unapojitambulisha usiwe mtu wa kubadilika. Ndio haya nasema kwamba usiwe mtu wa nia mbili. Hata kama jambo Mungu amekwambia usifanye, basi amani utaipata na utafanya nini? Utaliruhusu kwamba liendelee na mambo mengine. Nimeweka malaika kiwanja hiki Mkuranga. Nimeenda Kibiti nimeweka. Hapo nitakachopata era mapema ndo nitanunua. Achana na hizi wana wa Mungu. Sisi mnanielewa? Amen. Sisi mnanielewa? Yeah. Tuachane na hizi na nadhani zinaletwa na uvivu wa kutotaka kusikiliza Roho Mtakatifu. Sisi maisha yetu tumeomba hapa ifai kabisa, tu tunaenda huku tunapapasa. Amina na Mungu. Amen. Kwamba unaenda unadai kitu, umeshaagana na Roho Mtakatifu, kaa pale, jerishi nini kitatokea, una uhalali, hicho ni kitu cha kwako. Yesu asifiwe. Amen. Una uhalali nacho. Maana hata katika kujitambulisha, ukijitambulisha vizuri na ukasimamia vizuri kile ambacho umejitambulisha, nguvu ya usaidizi waga inakuja. Tunachengana sana na neno nguvu ya usaidizi na kwa kulaumu watu kwa sababu hatujui nani ni nani na nani wa kumfuata kwa muda gani. Amen. Mimi nawaambia ukweli, unaweza kupata changamoto tu hapa Throne of Grace. Changamoto yako inaweza kuwa mimi sijakusudia kabisa. Na nilipenda nimeokoka na simama hapa madhabahuni. Sijakusudia nikupatie neno. Amekusudia Geoffrey. Kuna muda hata mama anaweza kawa hajakusudiwa, ila ni mchungaji wako. Amen. Amekusudiwa dada Neema. Si unaelewa na Mungu. Kwa hiyo unakuta sisi tunatafutaga usaidizi katika nyanja ya hali ya kibinadamu. Dada Mage nakumbuka wewe kushuhudia, ulienda mpaka mzee mmoja mwenye hekima katika mtaa ule upate hekima ya kusolve changamoto yako, si ndio? Ile ilikuwa ni katika namna ya ubinadamu. Lakini mimi nakuhakikishia kwamba usaidizi upo. Katika kila changamoto ambayo inainuka, Mungu nakuhakikishia kuna mtu amekusudiwa akutamkie neno, kwa sababu hatuoni malaika. Kuna mtu ambaye inabidi akutamkie nini? Neno. Na una Throne of Grace ninachowapenda, hamtaki mambo ya kukopi na kupesti, kwamba unaposimama hapo fundisha maisha yako reality. Amen. Yaani ule uhalisia wako ume experience nini? Kristo Godwin. Amen. Sio na copy shuhuda huko 100, hujawahi experience hata moja. Hichi ndio ninachowapendea wana wa Mungu. Unatoa kile kitu ambacho ume experience. Mimi kipindi natafuta kazi, kuna mtu ananiambia, Mayolo, kuna watu wameleta CV nzito ya kwako ikasome. Hapo sasa nasema punching bag yangu mimi kipindi kile Mungu aliinua seti. Amen. Kwa hiyo nampigia si brother seti, kuna mtu amepeleka pale CV rafiki yangu. Seti anacheka. Hivi unadhani Mungu ni mdogo kiasi hicho? Kwa hiyo seti atanitamkia, kuna namna ananikanya, achana na uoga. Wewe ni nuru. Akata si haya brother. Yanakuwa amenifanya nini? Amenifariji. Baadaye tena nampigia simu. Seti bwana, mambo huku. Wewe lazima uangaze ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kipindi kile Mungu alimkusudia nani? Seti. Hebu fikiria mtu unampelekea, unamwambia kuna mtu pale ofisini ameleta CV kubwa kuliko hata ya kwangu yani. Yeye amesomea ufundi, mimi sijasomea. Yeye ana VIP, mimi sijasomea. Sasa wewe basi katafuta sehemu nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapo na kuonyesha mfano, sikutoka kwenye niende kwenye taasisi nyingine, nilibaki pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ndo punching bag tunazosema. Punching bag ipo. Tatizo wewe ukipata changamoto ni kwamba kila mtu anataka umwambie, na zile huduma za kibanda, yani niombee sana. Hakuna cha kuombewa, ni swala la kutamkiwa neno.
Amen. Ni swala la kutamkiwa neno, na wewe ndio mwenye maono, lazima ubebe effectively. Mimi Jofu nitakutamkia neno, wewe mwenyewe unafahamu mambo ya animation. Ukiniambia magari tuko pamoja, hapo tunaweza tukakesha. Wale wasiwe sana. Mchungaji wetu anaweza kawa hajasomea hata mambo ya urubani, lakini ninapoenda kushuka kwamba mama nataka niwe rubani, atanitamkia nini? Kwani mama anajua kuendesha ndege? Ila neno lake lina mamlaka, anaumba kitu ambacho kitanipush mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Sio, umenielewa hapo kwenye kutafuta nguvu ya ziada? Ipo. Na hii nguvu ya ziada Mungu atakudirect kama utakuwa na utulivu hali ya juu. Inahitaji utulivu. Amen. Yaani moyo wako ushuke, urelax. Ni ngumu ila inawezekana. Muda mambo yamezonga, au dada Margaret, au Agape, hata sielewelewi. Nimevurugwa hapa yani. Unatamka neno tu nimevurugwa hapa. Amen. Hebu tuachane na kutamka neno, haya mambo nimevurugwa. Uelewi tu mambo, wewe uelewi tu hivi. Tuachane nayo mambo. Sisi sio watu wa kuvurugwa. Unajua kuna mtu mwingine anataka akaheshimu uhuru wako. Nilienda pale kwake, amesema amevurugwa, nikaona bora tu nimwache kwanza. Ameenda kijiweni, ameheshimu uhuru wako, umesema umefanya nini? Nilikuwa na shida na bro, ila nimefika hapa, anasema amevurugwa, kuna mtu amemtumia hela na amevurugwa kuliko. Yaani hayuko sawa kabisa. Tusifike level hizo wana wa Mungu. Amen. 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 Yes. Yesu kipindi alikuwa anaandaa karamu, aliwaambia nendeni mtamkuta mtu amebeba mtungi. Amen. Mfuateni. Wakamfuata, yule mtu aliwapa alipanda gorofa mpaka akapeleka kwenye kile chumba. Amen. Kwa hiyo nguvu ya sijasema ni hata Kristo naye pia aliitumia kwa wanafunzi wake. Na hayo mambo Kristo ameruhusu hata kwetu. Kwamba kuna eneo fulani naenda, kuna mtu ameandaliwa wako kuongoza. Sasa tuambia nendeni mtamkuta mwanaume beba mtungi, mfuateni. Wakamfuata. Lakini hiyo inahitaji nini? Utulivu. Mimi nimechelewa kuacha kukojoa. Amen, kitandani. Nimeenda sekondari, kuna bwana mdogo mmoja akawa anafanya nini? Anakojoa kitandani. Ikawa kila anayemwambia, bana mimi na changamoto ya kukojoa, usinywe maji mengi, tatizo uzembe. Sio, unaelewa? Na habari zake nikazipata, ila mimi sikusema kitu. Siku moja akanifuata, akaniambia bana, brother mimi na changamoto yani nakojoa, sio kwamba nataka, ila inatokea tu. Nikamwambia bwana ndugu yangu, mimi cha kukusaidia, nakuwa nikiamka nitakuwa nakuja na kuamsha. Ila naomba, najua usingizi ni mzuri, naomba pokea tu, utaamka utaenda utakojoa, mambo yatakuwa fresh. Naamini utaacha tu. Na kweli mpaka tunamaliza form 4 yule bwana mdogo akawa ameacha. Sijui unaona vile huyu alimwambia kwamba uzembe tunakunywa maji mengi afu unaona hiyo tofauti. Kwa hiyo mimi nilikusudia kumtoa katika lile jambo na kumpatia neno la faraja kwamba utaacha tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Kwa hiyo kaenda kwa mtu kamwambia ya kwako, naye akabeba akapeleka huko, yeye jamani tumuombee. Na huko naye akazunguka baadaye, yaani unajua akili yangu na Mungu mimi ananiambiaga hivi, wewe ni binadamu. Amen. Kwa hiyo nitakapokueleza jambo langu, ubinadamu unaweza kainuka useme hapana. Katika hii naomba tu nishare na fulani tu. Huyo tu kidogo tu. Kwa hiyo mimi wana wa Mungu utepe ushaga kata kichwani mwangu, moyoni mwangu, akilini mwangu. Nikija kwa dada Margaret, sister na 1 2 3 4 5 6 7. Hata ukitikisa kichwa nikilisikia tena kwa dada Neema, moyo wangu kama relax. Amen. Amen. Mimi sinalo kumfunga mtu, nimekwambia siri. Utakuja kunisikia. Amen. Waweza siweza. Kwa sababu yani sitakazi kufarakana na mtu. Kwa hata nikwambia jambo zito nikikuta kwa fulani haina shida, hilo nilishia naye. Ila kama nataka nikuweke ni black, tunakwambia naomba niombee katika mazingira yangu ya kazi. Sitokwambia kwamba napitia nini. Ila nikikwambia kwamba bwana napitia 1 2 3 4 5, hata nikikuta nje sitoumia kwa sababu moyo wangu nimeutengeneza hivyo. Amen. Kwa sababu wengine akilikuta tena huku, kumbe huyu alikuwa anamwambia kwa lengo la kumtukuza Mungu au katika pendo. Ndio hafai kabisa kutunza siri. Hafai wapi? Amen.
Amen, wala Mungu. Amen. 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 Tuko pamoja. Amen. Kwa stiki hapo kwenye nguvu ya usaidizi. Stiki kwenye kujitambua. Stiki kwenye kujua nia na sababu ya kumiliki hicho unachotaka. Amen. Amen. Yeah. Tusipeleke na miemko tu kwamba fulani ana kitu hiki na mimi lazima hapana. Amen. Sisi tuko juu ya vyote. Amina. Amen. Yaani uwe juu ya vyote. Iambie akili yako na moyo wako wewe upo juu ya vyote. Na haya mambo wana wa Mungu huwa ni mazoezi. Huwezi ukalikopi jambo hapo hapo. Inahitajika neema. Sipingi kwamba haiwezekaniki, ila pia inahitajika nini? Neema. Kwamba wewe upo juu ya vyote. Huendeshwi na vitu. Na mitihani pia ipo hiyo, naomba unoti uweke katika kumbukumbu kwamba chochote unachoomba TBS inaweza ikaja kukuthibitisha. Ila itategemea na wewe mwenyewe unabeba uzito kwa vipi. Akiona unapuuzia ataondoka tu, mwenyewe ishakuwa sugu hii. Amen. Lakini pia jua hii dunia inahitaji watu fulani hivi sugu wenye nguvu ya Mungu ambao wanakomaa na jambo. Amen. Yaani usugu au tuseme si labda watu wakorofi tuseme. Yes, yaani nataka lile neno ufalme wa mbinguni unatoka na wenye nguvu, kwenye Biblia ya Kiingereza wameandika violence. Ila violence nikaja nikaangalia kwenye dictionary ni kama vurugu fulani hivi, fujo na nini. Ndio watu wanaohitajika wa namna hiyo. Usio innocent sana kama kila kitu useme amina, 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 hapana. Amina. Kwa hiyo panapohitaji kusema no, sema no. Juzi kuna mtu alikuja hapa ofisini akaniambia changamoto yake, nikamwambia bana, hii kesho nitafanya. Ila ukiniambia sasa hivi nisikufariji, sina tabia kumfariji mtu. Kwa hiyo brother, nimekuambia kesho mimi uhakika ndafanya kabla ya saa 6. Ila sina kawaida kukufariji na naihamisha akili yangu huko. Na wewe mwana wa Mungu naomba fanye nini? Uihamishe. Kwa hiyo mimi nimemwambia vile, akaenda kwa mtu mwingine akamwambia bwana, nimeongea na driver Mayoro amesema kesho kama unaweza wewe fanye hivi. Yule naye akaniambia, "Kwa nini Mayoro usijitahidi leo?" Nikamwambia, "Hapana, turukagi. Alafu mimi sina kawaida kukufariji. Ukija kwangu kuomba hela, kama ninayo nikupe, ila swala kukufariji kwamba ngoja napambana, alafu baadaye nikutoe nitakuharibia." Sijui umenielewa hapo wana wa Mungu? Yeah. Kwa sababu kuna mtu mwingine kukwambia no ni ngumu. Na hii issue mimi aliyekuja kunikanya ni mlevi. Amen. Mlevi siku moja nimekaa akaambia bwana Mayoro, hii dunia penye no sema no. Kama una hela kumkopesha mtu usimfariji, utamkwamisha. Usiogope kusema hapana, usina uendelea na process. Sasa mlevi amekuja amekwambia, amen. Ili litimie lile neno, hata mawe atafanya nini? Yes. Kwa hiyo usiangalie mtu mvuta bangi, angalia anachosema kinakuhusu. Kama kinakuhusu, omba neema ya Mungu akupe uwezesho. Hamjakutana na watu wana shida unaenda kukopa hela anakuambia ngoje jioni mambo yatakuwa safi. Afu jioni akiona simu yako au hata wewe mwenyewe. Dada Mage. Mtu anakukomalia dada gani? Fanya njia kidogo amekupigia simu. Basi haina shida, ngoja tutapambana. Tutapambana, lakini wewe katika hali ya uhalisia unajua kabisa hapa hakuna. Yes. Yes. No. Na mama ametukataza marufuku kukopa. Halo. Mazuri sana. Mama lile somo moto, barikiwe sana. Lile somo. Hongera, barikiwe. TBS ipo kazini. Tuliletea mtu mwenye semina kabisa kwa jamani, hapa mimi ukitaka mkopo namba yangu ya simu hii hapa. Tena nyewe jina mpya chapu tu nikasema ili litimie lile neno lililosema na Pastor Rose. Ndio haya sasa. Amen. Amen. Kwa hiyo haya maneno ya uzima jamani yapo kwa ajili ya kutoa mahali kwenda mahali. Na kila neno unalolisikia uwe na uhakika kuna neema yake ya kushinda. Amen. Lakini ili uone hiyo neema lazima uwe na utulivu. Kwa sababu huwa tunatolewa nje ya utulivu kutokana na hali ya dunia. Na masapota watakuja, amna. Sawa Pastor Rose alisema usikope. Kwani anakuona hapa? Sio mwenyewe na saini cha utanani. Kwa tunahitaji neema. Mungu wa mbinguni awabariki. Nawapenda. Amen. Amen. Yeah.